Bana, moja kati ya taarifa kubwa leo kwenye tasnia ya soka la Tanzania ni ile issue iliyokuwa inahusiana na kiungo anayetumikia klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans hivi sasa, Damaro Kamara, kuhusiana na uhalali wa uraia wake na nchi ya Tanzania. Sasa ilijiri mapema sana kwa mwanasheria wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi na jopo lake kufika katika ofisi za TFF katika siku ya leo. Namzungumzia bwana Hosea Chamba, na mwisho wa siku mara baada ya kufika ilikuwa ni yeye mwenyewe tu ambaye alifika. Kwa hiyo mwanasheria huyo wa klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi alipata nafasi ya kuweza kusikilizwa na kamati husika pale TFF, na aliweka wazi kwamba ni tumesikilizwa, tunasubiri maamuzi. Sasa kilichojiri baadaye kidogo ni taarifa rasmi kutoka katika shirikisho la kandanda nchini Tanzania TFF, taarifa ambayo ilikuja na kusomeka kwamba kamati ya sheria na hadhi za wachezaji ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF imetupa shauri la klabu ya Simba kuhusu uhalali wa wachezaji, uhalali wa mchezaji kumradhi, Mohamed Damaro Kamara. Simba iliwasilisha malalamiko mbele ya kamati hiyo ikipinga uhalali wa usajili wa Kamara kwa madai unaifanya Yanga kuwa na wachezaji 13 wa kigeni badala ya 12. Klabu hiyo ilidai usajili wake umekiuka kanuni ya 62 kifungu cha kwanza ya ligi kuu pamoja na kanuni za shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA. Kamati katika uamuzi wake imesema usajili wa Kamara hauna dosari kwa vile habanwi na kanuni zilizowasilishwa na klabu ya soka ya Simba. Uamuzi kamili wa shauri hilo umetumwa kwa mlalamikaji ambaye ni klabu ya Simba. Hii ni taarifa ambayo imetoka pale TFF na ikisainiwa kabisa kwa uzuri na Clifford Mario Ndimbo ambaye ni afisa habari na mawasiliano wa TFF katika siku hii ya leo. Kwa hiyo ni rasmi kwamba issue ya Damaro Kamara, Simba na Yanga imetamatika.